Nawaambia waoe. Mimi nilipoamka asubuhi saa 12 nikasikia sasa kilio, watu wanalia. Tukatoka nje tukakimbia, ndio tukakuja kukuta hiyo tukio hapo. Ameungua kiasi gani? Ameungua vibaya. Sijui alikuwa anataka kutoka nje, sasa akaja akajilaza hapo. Hana tabia mbaya, ni kazi yake tu kunywa pombe zake, hana tabia mbaya kabisa. Ushauri na washauri vijana waache pombe na waoe. Kwa sababu sasa huyu angekuwa na mke pale ndani angekufa. Wewe ndio balozi wa eneo hili. Tukio likoje? Kwa jina naitwa Jackson Peter, msaidizi wa balozi. Tulipata hizo taarifa asubuhi tu, baada ya kusikia watu wanalia ndio tukakimbia. Kufika hapo tukakuta nyumba iko wazi, kimtu ameshaungulia ndani. Kwa hiyo hatujui chanzo ni nini, hatujajua mpaka muda huu. Ndio. Ni mtu hana ile tabia, amesema ni mtu mnywaji lakini sema hana tabia yote mbovu. Sema ni mtu mnywaji tu lakini. Ndio. Kwa ninavyomjua mimi ni mnywaji alafu ni mvuta sigara pia. Ndio. Hatujajua chanzo ni nini. Ndio. Mimi asubuhi nilipokuja tu nilipokuta mimi nikawa nimeondoka kwenda kwenye shughuli zingine, nirudi muda huko kwa. Ndio. Ameungua kabisa, ameisha, ameteketa kabisa. Ndio. Amegeuka kwa mkandio. Nikuwa makini tu. Ndio. Issue ni hatari. Mimi kwanza kama mimi naitwa Amedeus. Issue ni hatari. Mimi nawasihi vijana tu kabla sijaongea. Waoe alafu waache pombe. Ni hatari. Kilichotokea ni nini? Hapa kilichotokea ni mtu kaungua. Aliungua ifai. Ni hatari. Elezeki. Kama mtu ameungua alafu anakuwa kama kamdoli hivi. Inasikitisha sana. Mimi mtu alikuja kwangu asubuhi akaniambia vipi? Nikamwambia safi. Akaniambia kuna tukio limetokea sehemu fulani. Nikafanya kushukuru na nimekuja kushuhudia. Alichokiona. Jamani, tusishi kwa kuringa. Unaringa sijui ni mwili sijui ni nyama. Ni hatari sana ndugu zangu. Mungu ameisha afai.